Salim Zanzibar, nuru imani yako. Tafadhali na kuomba subscribe channel yetu, share kwa ndugu jamaa na marafiki. Wajazakumullahu khair, barakallahu fikum. Lillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-falah wa saada ni kufanikiwa na kuishi kwa raha, moyo uliotulia, mwanadamu akapata yapendayo mazuri, akaokoka na mabaya. Hilo ndio jambo kubwa, na hiyo ndio juhudi ya mitume. Na laiti kama na mimi na wewe tutalibeba hilo katika nyoyo zetu, kwamba hawa wanadamu wote, hawa majini wote, vipi watapata kitu kinaitwa al-falah. Hii si dunia kuhasidiana. Dunia yetu si ya kuhusudu. Asili ya kuhusudu ni shari na sifa ya sheitani. Sheitani hapendelei jema kwa mwana wa Adam, kabeba hasad. Sasa mwana wa Adam asili yake ambebe mazuri mwenziwe. Vipi mwenzangu dunia yake itakuwa tamu na akhira yake atafanikiwa? Mashindano bila hasad ni sehemu ya dini yetu. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dhalika, sio majumba mazuri wala magari, katika hayo tuloyataja. Laiti watu wengejua thamani ya akhira na ufinyu wa dunia, wengehurumiana wanapofunguliwa dunia na wakatazama kwa macho ya matamanio pale anapomwona mwanadamu kapewa kipaumbele. La hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqq, wa rajulun atahu Allahu alquran fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa atrafa an-nahar. Na riwaya nyingine fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Kama ingejuzu hasad, basi ni kwa watu wawili. Mmoja akapewa mali, anaimaliza kwenye haki na khairi, anaitumia kwa wingi kuusimamisha Uislamu, kusaidia wanyonge. Faida ya nyoyo za watu kupata dini, au matumbo ya watu kupata chakula na miili yao kupata vivazi au shifa ya maradhi yao. Au yule ambaye anahangaikia nyoyo za watu kupata dini. Ndugu zangu Waislamu, huyu ni wa kwanza, anaitumia mali yake kwenye khairi, anastahili kuonewa wivu. Na mwingine ni mtu ambaye Allah amempatia Qur'an, na zama zile ikitajwa qari wa Qur'an huwa ni alimu wakati huo, sababu ndio lugha yao. Na ndio maana riwaya nyingine kaja fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha, akawa na hukumu kupitia Qur'an hiyo na anaifunza kwa wengine. Na riwaya nyingine yaqumu bihi ana al-layli wa atrafa an-nahar, ana an-nahar, anasimama nayo Qur'an hiyo usiku na mchana katika sala. Hiyo ni mifano miwili mtume kaipiga ya kuonea wivu na kutamani neema mwenzio. Aliyekunjuliwa dunia usimwangalie sana kwa macho ya kumkodolea, kwa sababu watu walisema ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu la dhu hadhin adhim. Laiti na sisi tungepewa kama aliyopewa Qarun. Hakika Qarun ni mwenye bahati kubwa. Wao waliona bahati kubwa kwa sababu alitoka na mapambo, kavaa vizuri, kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Lakini alipoangamizwa walijua na wakatamka hasa hao jana yake walisema laiti tungepewa aliyopewa Qarun, ana bahati kubwa, hadhun adhim. Leo anasema wamefahamu kwamba thawabullahi khair, ya leo walioambiwa na wenye ilmu na yaqeen. Kwa hiyo asili yetu sisi wanadamu tubebe nyoyo za kuhurumiana, kupendana, kutakia na khairi, kumtanguliza mwenzio afanikio, yeye ndo afanikiwe. Na wallahi atakayekuwa na moyo wa kwamba mwenzangu apate zaidi kuliko mimi, yeye apate kizuri zaidi, hata mkifika mahala mnanunua kitu kile kizuri kiko kimoja tu, yeye ndo kakiwahi, au ndo mlikuwa mnakigombania, au kimo mkononi mwako, na anakuambia sasa unakitaka wewe hicho, maana yake kama ukitaki mimi kashakuonyesha ishara. Au katika mazingira bidhaa zile kila moja imetoka peke yake moja moja. Ndugu zangu, mpe nafasi mwenzio, Allah atakunyanyua na atakupa kizuri zaidi duniani na akhera. Kwa hiyo tunachotaka kusema kwamba mwanadamu kumtakia mafanikio yake ya dunia na ya akhera, hiyo ni sifa kubwa. Atakayepewa moyo huo kapewa moyo mkubwa. Thamani ya mwanadamu ni kwa moyo wake. Kufanikiwa ndio kitu kikubwa. Tukitafute kwa ajili ya nafsi zetu na walimwengu, kwa dua, da'wa na kila juhudi. Dua, da'wa na juhudi zote. Al-falah, neno kubwa hilo. Hilo kwanza limekuwa limo katika vinywa vya mitume wote kuwapatia kaumu zao neno hilo, kwamba ishikeni dini mtafanikiwa.
Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kaja akasema hivi, ya ayuhan nas qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Na ile neno tuflihu kitaalamu hitakiwi utie nuni mwisho. Kwa hapa huwezi tuflihu, huwezi kusema tuflihu. Utasema tuflihu kwa sababu kinahawi hiyo inaitwa jawabu talab, na jawabu talab inakuwa majzum kama ilivyokuwa talab yenyewe. Qulu ni talab fi'l al-amri mabniun ala hadfi an-nun, alafu hukumusha na kuja tuflihu, mtafanikiwa. Jawabu talab hiyo, semeni la ilaha illa Allah. Kama ni sharti ili mfanikiwe lazima hii kalima mchukue, na hilo ndio neno Mtume alilipeleka kwa ammi yake Abu Talib, akamwambia ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatun uhajju laka biha inda Allah. Hili ni neno mimi nitakutetea mbele ya Allah, liseme nipate nafasi basi ya kukutetea. Yaani Mtume alikuwa anataka arejeshe wema mkubwa kwa ammi yake, hakusema bwana hafa na dini yake ile. Hata hivyo ataenda kutetea japo adhabu yake ihafifishwe, ndio atapewa viatu viwili vya moto au makaa mawili atayasimamia, utatokota ubongo wake kwa makaa hayo ambayo ameyasimamia. Adhabu ya kule ni kali ndugu zangu. Sasa kwa ufupi, kila mmoja wetu akilala akiamka aweke mbele neno al-falah, mafanikio, ambayo sio kwa kupata nyumba, gari, dola, biashara kubwa kubwa, pesa imekufungukia, sio hivyo. Al-falah ni kupata radhi za Allah, falah kupata janna, falah kuokoka na jahannam, ndio neno al-falah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wama al-hayatu ad-dunya ila mata'ul ghurur. Atakayeepushwa na moto akaingizwa janna, huyo kwa hakika amefanikiwa, na haukuwa uhai wa dunia isipokuwa starehe za udanganyifu. Kwa hiyo tuishike hiyo njia ya al-falah, na asili yake ni hivi vikao, tusivichoke hivi mpaka kufa kwetu, kwa sababu moyo unahitaji lishe kama tumbo. Si unaona kila siku tunakula sisi, hata aliyefunga anakula magharibi, basi vile vile tunahitaji lishe ya moyo daima dawama mpaka tufike kwa Mola wetu tukiwa salama. Tumeumbwa, iko siku tutakufa, hatujui lini, alafu tutafufuliwa, tutakusanywa uwanja mmoja, tutahukumiwa. Alafu kuna maneno yanatisha sana, anasema fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kundi moja litaenda kwenye mashamba ya starehe na ufalme, jingine katika moto mkali. Hayo ni maishio mwanadamu katayarishiwa, lazima ajiandae nayo. Nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana wa iyyakum thabata ala ad-din wal mamata alayhi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.